Asante kwa sababu ya neema ambayo umetupatia ya kufika siku hii ya leo. Roho Mtakatifu, ninasema asante kwa sababu ya kumpa neema mwanao ya kuweza kufika kwenye ibada hii. Baba, wanasema wakusanyikapo wawili watatu, wewe upo katikati yao. Roho Mtakatifu, tunakuomba kwa nguvu na uwezo kapate kutamalaki kwenye ibada hii ya leo. Nguvu zako pekee ndizo ambazo zinapaswa kwenda kuonekana. Tunaalika mamlaka yako, tunaalika uwezo wako, tunaalika nguvu zako, na kila aliyekuja na umwa, basi Roho Mtakatifu kapate kumsaidia aweze kutoka akiwa mzima katika ibada hii ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Na kila aliye na pumzi na aliyekuja katika nyumba ya Bwana aseme amen. Amen. Yesu makofi makubwa. Naomba sasa uchukue nafasi yako ukae. Mungu akubariki sana 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 sana. Naomba chukua nafasi yako ukae mahali ambapo unaona hapa ni pazuri, unaweza kusikiliza neno la Mungu kwa usahihi kabisa. Kwa usahihi kabisa. Mungu leo ametupendelea sana, ametupa neema kubwa sana ya kuweza kuwepo katika nyumba yake. Amen. Majeshi yako wapi majeshi? Naomba sasa utumie muda huu kunisikiliza kwa mambo kadhaa ambayo natamani sana Mungu akusaidie yaweze kuleta mabadiliko sana kwenye maisha yako. Hebu sema amen. Amen. Leo nina maneno ambayo ni ya muhimu sana kuliko ninavyowaza. Na kama kuna siku ulishawahi kunisikiliza juu, basi mimi nakuomba leo isiyo siku ambayo ulishawahi kunisikiliza juu, unisikilize kutokea ndani ya moyo wako. Hebu sema amen. Kwa hiyo nahitaji sana jambo la kwanza, utulivu wa moyo wako. Sahau nyumbani, sahau madeni, dawa ya deni zima simu. Hebu sema amen. Kwa hiyo kama nina mambo mengi sana ya kusema, lakini naomba kufungua pamoja na mimi kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 22 na mstari wa 15. Ufunuo wa Yohana sura ya 22 na mstari wa 15. Ufunuo wa Yohana sura ya 22 na mstari wa 15. Kwa pamoja na mimi, na kama umefika naomba useme amen. Fungua pamoja na mimi kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 22, tuanzie hapo. Ufunuo wa Yohana sura ya 22 na mstari wa 15. Somo langu linaitwa adui wa ndani. Fungua pamoja na mimi kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 22 mstari wa 15. Fungua pamoja na mimi kwenye kitabu Ufunuo wa Yohana sura ya 22 na mstari wa 15. Haya ni maelekezo ya mtumishi wa Mungu Yohana. Ni maelekezo ya mtumishi wa Mungu Yohana ambaye alikuwa anayasema, na maelekezo haya ni ya muhimu sana. Mstari wa 15. Biblia takatifu inasema maneno haya. Inasema, huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hao waabuduo sanamu na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Kama vile kutulize. Anasema hivi, majeshi. Inasema hivi kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 22 na mstari wa 15. Biblia takatifu inasema, huko nje wako mbwa. Hebu sema wako mbwa. Hebu rudia kwa sauti, hebu sema wako mbwa. Alafu anasema wako wachawi, wako wazinzi, wako wauaji na waabudio sanamu na kila mtu anayependa uongo. Alafu anapenda uongo, sio kwamba anapenda na hafanyi. Anapenda uongo alafu anafanya nini? Uongo. Hapa alikuwa anatufundisha mambo mengi sana. Mara nyingi wengi tunapokuja katika nyumba ya Mungu
wengi huwa ni watu ambao tumenyenyekea namna hii, na ukitaka ujue watu kweli wanamwogopa Mungu, njoo kwenye siku za ibada kama hizi. Amen. Utamwona kila mtu ametulia namna hii. Hata kama waga anacheka jino la mwisho wale linaonekana, ila muda wa ibada anafanyaje jamani? Anatulia. Unaweza ukaona yeye na Mungu ni kitu kimoja. Lakini huyu mtumishi wa Mungu anatufunulia, anatuelekeza baadhi ya mambo mengi sana. Anatuambia hivi, kuna mambo ya kuyatarajia unapokuwa unatoka kwenye nje ya ibada. Anasema huko nje kuna mbwa. Anaposema huko nje kuna mbwa, hii sentence ina maana, haina maana ya kwamba utakutana na zile mbwa ambazo huwa zinatembea tembea. Hebu sema amen. Kuna mtu anawaza ni zile ambazo tunakuaga makundi zinatuvamia, labda zimekuja zimekula mfugo, labda zimekuja zimetumia mfugo wa aina fulani. Hamaanishi hicho kitu. Alichokuwa anamaanisha hapa anaposema huko nje, alikuwa anakufundisha wewe. Anakwambia bwana, ingawa wewe unamtumikia Mungu, ingawa wewe unaishi mahali ambapo kwenye madhabahu ya Mungu wa kweli, na Mungu kwako wewe ni msaada, Mungu anakwambia kuna tofauti ya watu wanaompenda Mungu na kuna tofauti ya watu ambao wasiopenda Mungu. Anaposema huko nje, ina maana kule kazini kwako. Hebu sema amen. Anaposema nje, ana maana kule kazini kwako. Anaposema neno nje, anamaanisha kule ofisini kwako. Anaposema neno nje, anamaanisha kule ambapo unakoishi. Anasema kule nje kuna mbwa. Neno mbwa lilotumika hapa unaweza kuona kama ni neno mbwa la kawaida, lakini anaposema neno mbwa anamaanisha huko nje kuna vurugu nyingi. Hebu sema vurugu nyingi. Hebu sema tena vurugu nyingi. Sijui umeelewa? Yaani anakwambia Mungu anasema hivi, bwana Velediana, wewe unapomtumikia Mungu, mimi nakwambia huko nje kuna vurugu nyingi, yani kuna mbwa. Alafu baadaye, yani ina maana anaposema mbwa ina maana vurugu nyingi, upinzani, vitu vya bila utaratibu kuliko vile unavyowaza. Alafu baadaye anakuja anakwambia huko nje kuna wachawi. Hebu sema wachawi. Hebu sema wachawi. Anamaanisha huko nje ambapo ukija ibadani, kule nyumbani ambapo unarudi, anasema kuna mbwa nyingi, na maana kuna vurugu nyingi. Alafu baadaye anakwambia, anasema kuna wachawi, ina maana kuna uwezekano kabisa wa kurogwa. Kurogwa kupo. Hebu sema kuroga kupo. Sisi tumeelewana? Kupo, yani ni unarogwa kabisa. Sasa huyu mtumishi wa Mungu anasema huko nje kuna mbwa, ina maana vurugu ziko za kutosha. Alafu baadaye anasema huko nje kuna wachawi. Ina maana anaposema wachawi, anakuthibitishia kwamba unapokuja katika nyumba ya Mungu unaweza kuona kweli kuna amani, lakini nje unapotoka, ndugu zangu, huko nje unapokona, ndio maana kuna mtu unawaza, mbona mimi napita kwenye vita kubwa sana? Mbona mimi nina changamoto kubwa sana? Mbona mimi nina matatizo mengi sana? Biblia inatuambia huko nje wako mbwa, yani hakuna utulivu. Hebu sema amen. Alafu baadaye anakuja anasema kuna wazinzi. Hebu sema wazinzi. Hebu sema wazinzi. Alafu baadaye anakuja anasema kuna watu wanaotenda uongo, sio wanatenda tu, wanatenda uongo na kuufanya. Wanatenda uongo na kuufanya. Yaani na maana akikwambia kilo ya mchele ni shilingi 20,000, uelewe kwamba amekudanganya. Anasema kuna watu wako nje wanapenda uongo sana. Sasa kwa nini Mungu anatumia sentence hii? Anasema huko nje, anazungumza huko nje. Kitu alichokuwa anatufundisha hapa, anatuambia kwamba tusitegemee sana mambo ya nje, tumtegemee sana yeye peke yake, kwa sababu yeye ni yote katika yote. Sisi tunaelewana? Unaweza kutumia akili za kibinadamu, lakini akili za kibinadamu hizo ndio zimejaa uovu. Kuna mtu mmoja kwenye Biblia anaitwa Daudi. Hebu sema Daudi. Daudi Mungu alimchagua, na baada ya kumchagua Daudi akapakwa mafuta. Na mfalme akiwepo kwenye eneo. Yaani kwa leo uchaguliwe kuwa rais na rais yupo, haunyongwi wewe. Hebu sema amen. Haunyongwi. Unanyongwa, wewe jiite tu. Na ndio maana ukitaka ujiite rais, jiite rais, lakini kule mbele malizia na jina. Usije kusema tu mimi rais.
Malizia, mimi ni rais wa namba 4. Hiyo haina shida. Hebu sema amen. Mimi ni rais engineer Ellis. Haina shida. Jichanganye, sema mimi ndo rais wa jamhuri. Kesho haupo. Hebu sema amen. Hebu sema amen. Daudi alikuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye Mungu amempaka mafuta kwa ajili ya kazi. Alafu huyo Daudi Mungu amemkusudia kuwa rais. Alafu licha ya kukusudiwa kuja kuwa rais baadaye, Mungu anampaka mafuta. Baadaye anakuja kuwa rais. Yaani anakuja kuwa mfalme Daudi. Baada ya Daudi kuja kuwa mfalme, anakuwa ni mfalme, alafu mfalme mmoja ambaye ana uwezo wa kupigana. Yaani Daudi ni mtu ambaye sio kiongozi ambaye anatuma watu waende vitani, alafu yeye akiwa amejificha ndani. Daudi ni mtu ambaye alikuwa anatangulia na yeye anaenda wapi? Vitani. Jamani, Daudi ni mtu wa tofauti sana. Hebu sema amen. Hebu sema amen. Yaani Daudi ni rais, ila anaongoza kwa kushika mapanga ili aende vitani. Baadaye Daudi anakuja kwa mfalme, anakuja kuwa na watoto. Mmoja ya mtoto wake anaitwa Absalom. Absalom ni mtoto wa Daudi ambaye ilitakiwa Daudi anapokuwa amemaliza kazi au mwendo wake, anapofariki Daudi, inabidi mtoto alisi cheo cha urais. Hebu sema amen. Hebu sema amen. Inabidi achukue cheo, awe nani jamani? Awe rais. Lakini baadaye huyu mtoto anawaza kwa nini nisiupindue ufalme wa baba yangu? Kwani siasubirie mzee afe? Hebu sema amen. Siasubirie tu, kwani mzee akifa ufalme si analisi. Ilikuwa sio kama zama za leo kwamba akifa tunafanya uchaguzi. Hapana, ilikuwa akifa Daudi, ina maana mtoto wake wa kiume anakuja kuwa rais. Ina maana asubirie tu mzee afe. Lakini jamaa akasema, akaenda kumwaga baba yake. Akamwambia, baba, nataka kwenda kusherehekea. Akamuuliza, akamwambia, unaenda wapi? Akamwambia, naomba nikwae sehemu moja inaitwa Hebroni, nikakae Hebroni kule. Akasema, nataka nikafurahi pamoja na wenzangu. Wakati anasema vile, akaondoka na watu 3,000, jeshi la baba yake. Akaondoka na watu 3,000, jeshi la baba yake. Wakati ameondoka nalo lile jeshi, alipofika Hebroni, akapiga tarumbeta akisema, sasa ufalme, mamlaka, vyote vile vya Daudi baba yake anataka kuvipindua. Hebu sema amen. Sikiliza, Daudi nimekwambia kwamba ni mtu ambaye alikuwa anapigana vita. Daudi ndiye aliyemuua nani? Kila mtu anajua. Daudi alimuua nani jamani? Goliathi. Alimuua Goliathi kwa kutumia jiwe hilo. Ina maana ni mbabe. Yaani ukisema kwa habari ya Daudi kuhusu kupigana, ni mtu hatari. Ila baadaye watu wakamwambia Daudi, mwanao ameshakwea Hebroni, ameshapiga tarumbeta na yuko anakuja kwa kasi na anataka kukupindua ufalme. Daudi atakaa afanyaje? Daudi si mtu wa vita. Itakaa aseme, bwana, mimi si mtu wa vita, inabidi nisubirie ili nimkabili huyu mwanangu na nimuonyeshe kwamba itakuwaje kwamba mimi ndio niliyokufundisha. Hebu sema amen. Kila mtu hapa anawaza kwamba Daudi ilitakiwa apigane. Daudi baada ya kuona mwanaye anakuja amepuliza tarumbeta na anasema tunapindua ufalme wa baba, Daudi akasema, sasa issue sio kwenda kushindana na mwanangu, issue tukimbie. Yaani mfalme anasema afanye nini jamani? Akimbie. Kwa nini Daudi anakimbia? Mwanaye anajua baba yake ameshakuwa mdhaifu. Mwanaye anajua baba yake ni mgonjwa sasa hivi. Mwanaye anajua udhaifu wa baba. Mwanaye anajua baba anategemea madhabahu gani. Akabidi akimbie yule baba ili mtoto anapokuja asimkute. Hebu waza, Daudi anaanza kukimbizwa na mwanaye ambaye ni baba. Adui wa ndani ni adui mbaya mno. Hebu sema amen. Hebu sema amen. Hatusemi kwa ubaya. Hapa ndani, nani hapa ndani anakaa na kitu cha hatari? Nani anakaa na kitu cha hatari? Sumu. Hamisi Mohamed ana sumu ndani za tumbaku za ziko nyingi. Mwanae Mohamed anajua baba yake sumu anawekaga wapi.
hata kama waga anafunga, ila Mohamed hajui